Yesu anazungumza habari za Roho Mtakatifu akisema, mtu atakayenena neno la kufuru juu ya mwana wa Adamu, yaani Yesu Kristo, atasamehewa, lakini yoyote ambaye atanena neno la kufuru juu ya Roho Mtakatifu hawezi kusamehewa. Kwa sababu gani? Roho Mtakatifu ni kipawa cha Mungu aliye hai. Utaona wakati Yesu anazungumza na yule mwanamke Msamaria, wakati anamwambia habari yule mwanamke Msamaria habari za Wayahudi kwenda kuabudu Yerusalemu kule mlimani, Yesu anamwambia, tazama, wakati umekuja na saa imewadia, wamwabuduo Mungu halisi si wale watakaopanda milimani, katika mlima wa Yerusalemu, milima ya Uyahudi, bali ni wale watakaomwabudu Mungu wa mbinguni katika Roho Mtakatifu na kweli. Haleluya! Na ni kweli, mpendwa mtazamaji, Yesu lazima amheshimu Roho Mtakatifu, kwa sababu hata Mungu kumleta Yesu katika nyama na damu ulimwenguni kuniokoa mimi na wewe kupitia mwanamke Bikira Maria ni kwa uweza na nguvu za Roho Mtakatifu. Haleluya! Na Yesu ndiyo maana kabla hajaanza huduma, kwa sababu ya mwanadamu pia aliokuwa nao 100%, lazima kwanza alipokea kipawa cha Roho Mtakatifu, kama ambavyo tumesoma katika Mathayo Mtakatifu sura ya 3 ule mstari wa 16 na 17.